Wasichana vijana kutoka Tanzania, Kenya na Uganda wamekutana jijini Dar es Salaam kujadili changamoto mbalimbali zinazowakabili wakati wa kutekeleza majukumu mbalimbali yanayotoa fursa kwa watoto wa kike sawasawa na jinsia nyingine. Mkutano huo ni matokeo ya tafiti zilizofanywa na shirika la Msichana Initiative na kubaini kuwa ufinyu wa rasilimali fedha ni miongoni mwa changamoto zinazoyakabili mashirika changa yanayoendeshwa na vijana wa kike. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano huo, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Msichana Initiative, Consolata Chikote, amesema 38% ya vikundi vinavyoendeshwa na vijana wa feminia vinapata ruzuku kutoka kwenye vyanzo vya ndani na nje ya nchi, huku 33% ya vikundi hivyo vikipata ruzuku kutoka ndani. Takwimu zinaonyesha kwa mfano 38% ya hizo organizations za young feminist ama ya vijana wa feminia ndo zinapata ruzuku kutoka local and international funding ama kutoka vyanzo vya ndani na vya nje ya nchi, lakini pia 33% tu ndo wanapata local funding. Lakini hizi taasisi ama hivi vikundi vya wasichana na wafeminia vijana kwa mwaka wanapata kiasi cha takriban $1,000 kwa mwaka ama kiasi cha shilingi milioni 4 kwa mwaka kama makadirio ya ruzuku wanazopata kwa ajili ya kufinance ama kwa ajili ya kufanya shughuli zao. Kwa hiyo tumekutana hapa kuongelea haya masuala kwa sababu tunaamini kwanza kukutana sio tu kwamba tunaonesha kwamba tunatambua hizi changamoto, lakini pia kukutana inaonyesha ni kwa namna gani we are resisting ama tunaangalia namna gani tunakataa kukubaliana na hii status quo ama hali halisi, na kuangalia namna ambavyo tunaweza kwa pamoja kuzungumza tukatatua matatizo haya ambayo yameonekana kwamba yanawafesi wanawake, vijana na wasichana. Naye mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Watoto Africa Initiative, Lilian Joseph, amesema ufinyu wa rasilimali fedha umekuwa ni chanzo cha mashirika changa kushindwa kuleta matokeo chanya katika jamii. Napenda kwanza kuwashukuru shirika la Msichana Initiative kwa kutupa nafasi ya kipekee sisi vijana wa kike kuweza kufika hapa, kuweza kujadiliana mambo mengi kuhusiana na kazi zetu za ufeminia. Na ufeminia kwa ufupi sana ni kuweza kumpa mtoto wa kike fursa sawa sawa na jinsia nyingine. Kwa hiyo tumekutana hapa kutokana na matokeo ya tafiti ambayo shirika hili lilifanya na kugundua changamoto ambazo sisi ambao tunaendesha mashirika changa kuweza kufanya kazi zetu za ufeminia, lakini pia yanayoleta tija na matokeo chanya katika jamii yetu. Kwa majina naitwa Kurusum Kasenya, ni mwanzilishi na mkurugenzi wa taasisi inaitwa The Smile Initiative. Ni taasisi isiyo ya kiserikali. Kwa mimi naona mazingira sahihi yanahitajika, mazingira wezeshi. Mfano, tunaweza tukapata fund au tukapata rasilimali ambazo tunasema tunazihitaji, lakini hatuna ile capacity ya kusema tunaweza kumudu hii fund. Kwa kinachohitajika ni ile kujengewa uwezo pia wa kuendesha hizi rasilimali tunazozipata na kujua kitu gani tunatakiwa tukifanye wakati tunapata hizi rasilimali.